Shasisha Mafue, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza niwashukuru sana wananchi wa Hai, ndugu, rafiki na jamaa, na ninyi waheshimiwa wabunge wenzangu kwa namna ambavyo mlinisindikiza wakati wa msiba wa mama yetu mpendwa. Sifa na utukufu tunamrudishia Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa serikali imekubali kwamba wanachelewesha kuweka kozi hizi kwenye Secretariat ya Ajira, je, serikali iko tayari sasa kuunda chombo maalum kitakachohusisha vyuo vikuu ambavyo vinatengeneza hii mitaala na hizi kozi pamoja na Secretariat ya Ajira ili waweze kutathmini mahitaji ya hizi kozi na zile ambazo zinahitajika mtaani? Lakini swali la pili, je, serikali iko tayari sasa kurekebisha sifa za wahadhiri wa vyuo vikuu ambazo zinawataka ili mhadhiri kufundisha kozi fulani lazima awe amebobea kwa umahususi kwenye kozi hiyo? Mfano, mhadhiri anayefundisha international relation anatakiwa awe amesoma degree ya kwanza international relation, degree ya pili na ya tatu, ili hali aliyesoma political science anaweza kufundisha international relation, jambo linalopelekea vyuo sasa kuanza kufuta kozi. Kwa mfano, chuo cha UDOM kimefuta kozi ya international relation kwa sababu wahadhiri wenye sifa hiyo Tanzania hawapatikani. Kufanya marejeo ili kozi hizi ziendane na sifa halisi zilizopo kwenye vyuo vyetu. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nami niweze kujibu swali la nyongeza, maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Shasisha Mafue kama alivyouliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza mitaala inayoandaliwa na vyuo vikuu si kwa ajili ya ajira za serikali peke yake. Mitaala hii inaandaliwa kwa ajili ya ajira za serikali pamoja na private sector, lakini pamoja na international organization. Na ndio maana inaandaliwa mitaala ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya ajira soko la ajira kwenye serikali, lakini pia na hizo private sector. Lakini ombi la Mheshimiwa Mbunge ni kwamba chombo maalum kwa ajili ya kuandaa au chombo maalum kwa ajili ya kushiriki katika kuandaa mitaala. Mheshimiwa Mbunge ombi lake tunalichukua, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia pamoja na mahitaji ya kisera, serikali imeendelea kupitia sifa na miongozo ya miundo ya maendeleo ya kiutumishi katika kada mbalimbali. Hata hivyo, serikali imeendelea kuangalia kwamba kada zile ambazo zinaandaliwa au zinatolewa katika vyuo vikuu vinaendana na soko la ajira. Secretariat ya Ajira inatangaza ajira kutokana na uhitaji wenyewe ya soko, kwamba soko la ajira linahitaji nini, na ndio maana Secretariat inapotangaza ajira inaangalia miundo ya maendeleo ya kiutumishi katika kada mbalimbali. Lakini ukienda kwenye kipengele au swali lake la pili, kwamba kurekebisha sifa za lazima kwa wahadhiri wa vyuo vikuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vyuo vikuu vimekuwa na miongozo na mifumo inayojitegemea ambayo inawalazimu kuandaa sifa ambazo zinatakiwa ili kupata mhadhiri lazima awe na sifa hizi. Kwa mfano, swala lake aliyouliza kuhusu international relation, kwamba mhadhiri ili aweze kufundisha international relation awe amesoma undergraduate, amesoma masters, lakini amesoma mpaka PhD. Vyuo vikuu vinafanya hivyo kwa sababu ili kupata wabobezi wanaoweza kufundisha fani hizo katika vyuo vikuu. Lakini nimwahidi Mheshimiwa Mbunge kwamba swala lake tutalichukua kama serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu ili tuweze kuliangalia kwa upana wake na kuona umuhimu wake. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nilikuona Mheshimiwa Asha Feruzi, swali dogo la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri anayoifanya, lakini kutokana na majibu yako ya swali la msingi kwamba ni kweli vipo vyuo ambavyo vinatoa kozi ambazo hazipo kwenye kada za Secretariat. Je, ni upi mkakati wa serikali sasa kuweza kuaccommodate wale wanafunzi ambao tayari wameshamaliza masomo kwenye hizo kozi ambazo hazipo kwenye kada za Secretariat? Hawa vijana, upi ni mkakati wa serikali kuweza kuaccommodate kwa haraka? Kwa sababu zile kozi wakati zinakwenda kufundishwa ni tayari zilisharuhusiwa kufundishwa kutokea serikalini kilipokuwa kibali. Nilikuona Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza na mimi nimpongeze Naibu Waziri kwa majibu mazuri, lakini pia niungane na wabunge wenzangu kutoa pole kwa familia ya Bwana Shasisha Mafue kwa msiba mkubwa wa mama yake. Mwenyezi Mungu amhifadhi na aendelee kuwapa faraja familia nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na swala nyongeza ulizwa na Mheshimiwa Mbunge, ukweli ni kwamba serikali imekuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na vyuo vikuu pale wanapounda
kozi au eneo lolote la masomo. Kwa mfano, nataka nitoe mfano ili jibu liwe jepesi. Chuo Kikuu Mzumbe wana kozi inaitwa maendeleo ya vijana. Kozi ile inatengeneza maafisa vijana, na kama unavyojua kwenye serikali mfumo wetu sisi unazo nafasi kwenye TAMISEMI za maafisa wa vijana. Sasa ile kozi walikuwa hawajaingizwa katika muundo. Tunapozungumza sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekwisha kamilisha mawasiliano kwanza ndani ya serikali, lakini pia kutengeneza muundo ambao vijana wale ambao wamemaliza kozi ile wote wanakwenda kuadopted katika mfumo wa ajira. Kwa hiyo tunachokifanya ambacho ameeleza Mheshimiwa Naibu Waziri, nataka nieleze Mheshimiwa Mwenyekiti, ni yale kwamba msingi mkubwa vyuo vikuu viwasiliane na wizara husika, kwa maana ya wizara mama kama Wizara ya Elimu, ili sisi ambao tunahusika na kutengeneza miundo ya kazi tuweze kufanya kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba watu wote wanaomaliza vyuo vikuu tunawaadopti katika mfumo wa kazi, waingie katika mfumo wa ajira ili waweze kupata kazi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Tunakushukuru Mheshimiwa Waziri, na tunakushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Sasa tunaendelea Wizara ya Nishati. Namuita Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, mbunge wa Mtama, aweze kuuliza swali lake. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu namba 208 sasa lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, Mheshimiwa David Silinde. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, mbunge wa Jimbo la Mtama kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa serikali na wawekezaji wa mradi wa LNG wapo katika hatua ya mwisho ya majadiliano, hususani kwenye masuala ya kisheria ili kuwezesha usainishaji wa mikataba na makubaliano na hatimaye utekelezaji wa mradi kuanza. Aidha, majadiliano yatakapokamilika, rasimu za mikataba hiyo zitawasilishwa serikalini kwa ajili ya mapitio na kupata ridhaa kabla ya kusainiwa rasmi ili kuwezesha utekelezaji wa mradi kuanza mara moja. Mheshimiwa Moses Nape Nnauye, maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Pamoja na maelezo ya serikali ya mara kwa mara juu ya mradi huu mkubwa nchini, na tukizingatia kuwa wakati Mheshimiwa Waziri wa Nishati anahitimisha bajeti yake hapa wiki iliyopita, aliahidi bungeni hapa kwamba wiki hii wakuu wa hivi vyombo wa hizi kampuni kubwa ambazo zinawekeza kwenye huu mradi watakuwepo hapa nchini kwa ajili ya kukamilisha mazungumzo ya jambo hili. Ahadi hii imefikia wapi? Swala la pili, kwenye mradi mikubwa kama hii, maandalizi ya wananchi na hasa wa level ya chini katika kushiriki kwenye hii miradi mara nyingi inakuwa ni jambo ambalo lina changamoto kubwa kama serikali haitaingiza mkono wake. Serikali ina mpango gani wa kufanya maandalizi ya kutosha kwa wananchi hasa wa kawaida na hasa wa maeneo ya Lindi na Mtwara ambako mradi huu unatekelezeka ili kuandaa, kuzijua na kushiriki fursa zinazotokana na uwekezaji huu mkubwa katika nchi yetu? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi kwanza nimpongeze Mheshimiwa Nape Moses Nnauye, mbunge wa Mtama, kwa maswali ya msingi na kulifuatilia jambo hili, na kiukweli ni kwamba amekuwa akilipigania kutaka lifike mwisho kwa sababu lina manufaa makubwa kwa taifa, lakini hususan katika mikoa ya Lindi na Mtwara. Nimpongeze sana kwa hilo. Lakini nimthibitishie tu Mheshimiwa Nape kwamba leo tunavyozungumza, Waziri wa Nishati pamoja na timu ya wizara wanakutana na wawekezaji wa kimataifa kwa maana ya IOCs. Wameshawasili hapa nchini, na ninavyozungumza hivi ni kwamba jioni ya leo utaona picha zitakavyopigwa, kwa sababu ni sehemu ya huo mjadala kuhakikisha kwamba wanafanya majadiliano na jambo hili linakwisha. Lakini la pili, kuhusu mpango wa serikali, ni kwamba moja ya mpango wa serikali kwa sasa ni kuhakikisha zitatolewa kozi maalum
kwenye vyuo vyetu vya VETA kwa ajili ya kuwanufaisha wale wananchi ambao kupitia ujuzi watakaopata watautumia ule ujuzi ili wanufaike na fursa zote zinazotokana na mradi wa LNG. Lakini pili, kuna component ya local content ambayo wananchi wa kawaida katika maeneo hayo watanufaika. Kwa hiyo niseme tu Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu kwa sababu fezi ya kwanza ni karibu miaka mitano, lakini wananchi watanufaika zaidi kwa sababu serikali imejipanga kuhakikisha kila kilichopo hapa nchini wananufaika moja kwa moja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa, tunaendelea sasa. Namuita Mheshimiwa Innocent Bashungwa, mbunge wa Karagwe, aweze kuuliza swali lake. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa swali langu namba 209 lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Nishati, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, mbunge wa jimbo la Karagwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika wilaya ya Karagwe, jumla ya vitongoji 334 kati ya vitongoji 612 vimepatiwa umeme hadi sasa, na shule za msingi 109, shule za sekondari 37 za vitongoji hivyo zimeunganishiwa umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakandarasi wanaendelea na utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 61 ambapo kipaumbele ni kufikisha umeme katika taasisi zinazohudumia jamii zikiwemo shule, vituo vya afya, pampu za maji na nyumba za ibada. Aidha, serikali itaendelea kuziunganishia umeme taasisi katika vitongoji 217 vya wilaya ya Karagwe vilivyosalia kupitia miradi mbalimbali ya umeme inayotarajia kuanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Innocent Bashungwa, maswali ya nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, mamlaka ya Kayanga na Omrushaka yapo maeneo ambayo pamoja na kuwa kwenye mamlaka ya mji kiuhalisia ni vijijini, na maeneo haya gharama za kufunga umeme ni Rr320,000 kama mwananchi anafunga umeme kutoka kwa jirani, yani bila nguzo. Kwa hiyo Rr320,000 waya pamoja na mita, lakini akilazimika kulipia gharama ya nguzo pamoja na mita ni Rr5,015. Mheshimiwa Waziri, nikupe tu mfano. Kwa kata ya Ihanda, maeneo kwa mfano Katinkimo, Chamezi, Katunguru, Ruswa, Nyakakili, Omkagera, lakini hata kata ya Bugene maeneo ya Bujuruga, senta ya Kibombo, Ruzinga eneo la Mkiziku, hata Kayanga maeneo ya Miti, wananchi wanalipa gharama kubwa. Swali langu, je, serikali iko tayari kufunga umeme kwa gharama 27,000 kama maeneo mengine ya vijijini? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Na mimi pia nimpongeze vile vile Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, mbunge wa Karagwe, kwa swali zuri la msingi ambalo lina maslahi makubwa kwa wananchi wake, lakini ni kwa taifa zima. Na nimthibitishie tu jambo moja. Wiki iliyopita Waziri wa Nishati Comrade Deonde Njembi akiwa kwenye podium hii alishatolea maelekezo kwamba moja ya mpango wa serikali ni mpango ule ambao unahusisha maeneo ya miji lakini yana vijiji, kwa maana ya peri-urban plans. Na katika ule mradi Mheshimiwa Waziri hapa alishasema wameuchukua, na aliwataka REA pamoja na TANESCO kukaa pamoja na kuainisha yale maeneo ambayo yako ndani ya miji lakini yana vijiji. Kwa hiyo na amenithibitishia yeye mwenyewe Mheshimiwa Waziri, niwaambie waheshimiwa wabunge, hivi karibuni watu wa REA wataanza kuwapigia wananchi pamoja na wataanza kuwapigia waheshimiwa wabunge na watu wa TANESCO kwa jambo moja tu la kuainisha yale maeneo
ili aweze kufanyiwa tathmini na yaweze kuingizwa katika mpango wa utekelezaji kuanzia mwaka huu wa fedha. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea Wizara ya Ujenzi. Sasa namuita Mheshimiwa Kassim Amari Mbaraka, mbunge wa Tanga mjini, aweze kuuliza swali lake. Shukrani Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa naomba swali langu namba 210 lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kassim Amari Mbaraka, mbunge wa Tanga mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Kiomoni Pande Mjesani ni sehemu ya barabara ya mkoa ya mlingano Mjesani Pande hadi Kiomoni yenye urefu wa kilomita 39.5 na inahudumiwa na Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS. Kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa barabara hii kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami inaendelea na inatarajiwa kukamilika mwezi Machi 2027. Baada ya usanifu kukamilika na gharama za ujenzi kujulikana, serikali itafuta fedha kwa ajili ya kuanza ujenzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Kassim Amari Mbaraka, mbunge, swali la nyongeza. Shukrani Mwenyekiti, na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa kuna miradi mikubwa miwili ya shughuli za kiuchumi, eneo la Chongoleani pamoja na eneo la Gombero pale, ule mradi wa chuo kikuu kampasi ya Mzumbe, je, ni lini sasa nayo barabara ya Mabokweni kuelekea mpaka Old Korogo kwa Mdola nayo itakamilika kwa kiwango cha lami? Hilo swali la kwanza. Lakini swali la pili, je, serikali ina mpango gani wa kibajeti wa kuhakikisha kwamba kilomita 15 za kutoka Tanga mpaka Kirare kwenye barabara ya Pangani zinaenda kukamilika ndani ya mwaka huu wa 2026? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Mabokweni kwenda kwa Mdola inajengwa kwa vipande viwili, kuanzia Mabokweni kwenda Bombo Mtondi tuna kilomita 10 ambayo tutaishia pale Maramba, lakini pia huku kwa Mdola tutaanza kilomita 10. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tuko kwenye hatua za mwisho za manunuzi ili wakandarasi waweze kuanza pande zote mbili, lakini lengo Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuijenga barabara yote kwa kiwango cha lami kadiri fedha inavyoendelea, na hata katika bajeti inayokuja tutaendelea kuitengea fedha. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya pili kama nimemsikia vizuri, nadhani ni ya Tanga Pangani. Si kama nimemsikia vizuri ili niweze kumjibu vizuri Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mbaruk. Shukrani Mheshimiwa Mwenyekiti, nauliza kuhusiana na barabara ya Tanga Pangani. Kuna kilomita 15 za kutoka Tanga mjini mpaka Kirare pale ambayo inaungana na eneo la Tundau ambayo tayari kuna lami. Sasa Mheshimiwa, hayo ni maswali karibia matatu. Swali ni moja tu. Hebu uliza swali moja Mheshimiwa Naibu Waziri akusikie vizuri. Haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ina mpango gani wa kibajeti wa kukamilisha kipande cha barabara kilomita 15 kutoka Tanga mpaka Kirare? Jibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Tanga Pangani yenye urefu wa kilomita 50 ipo kwenye utekelezaji na tuko takriban 50%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipande hiki cha Tanga hadi Kirare kwanza kilichelewa kwa sababu hilo eneo lilikuwa lina miundombinu ambayo ilikuwa tuwezi kuanza, kwa hiyo tulilazimika kwenda kuanzia Kirare kwenda Pangani. Na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kwa kuwa karibu miundombinu yote imeondolewa na sasa mkandarasi yupo, tunategemea tutakapokuwa tumemlipa fedha mkandarasi huyo ataendelea na hiyo kazi ili aweze kukamilisha hiyo kazi ambayo pia meneja wa mkoa tumeshamwelekeza, kwa sababu tulipata pia kwamba barabara hiyo
kutokana na hali ya mvua imeharibika sana. Kwanza aweze kuhakikisha kwamba mkandarasi anaitengeneza, na baada ya hapo basi aweze kurudi ili kuijenga hiyo barabara yote kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa. Tunaendelea na sasa, namwita Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake. Kwa niaba ya Mheshimiwa Husna Sekiboko. Kwa niaba ya Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, naomba swali lake lipate majibu ya serikali. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Hawa Mchafu Chakoma, mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Mlandizi hadi station ya SGR kilomita 23 inaunganisha barabara ya Morogoro yani Tanzam katika eneo la Mlandizi na reli ya SGR katika stesheni ya Ruvu. Kwa kutambua umuhimu wa barabara hii, tayari serikali imesaini mkataba na mkandarasi wa ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara hiyo. Na kwa sasa serikali inaendelea na taratibu za malipo ya awali ili kumwezesha mkandarasi kuanza kazi za ujenzi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Husna Sekiboko, maswali ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii inaungana na barabara ya Tanga Segera Dar es Salaam na barabara ya Dar es Salaam Segera Moshi Arusha, ambayo kwa sasa imezidiwa na magari mengi hasa maroli kutoka bandari ya Tanga. Je, ni upi mkakati wa upanuzi wa barabara hii pamoja na barabara ambayo Mheshimiwa Hawa ameuliza? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikubaliane na Mheshimiwa mbunge kwamba hizi barabara nyingi zimechoka, lakini pia zimekuwa finyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkakati ambao tunao kwanza kuanzia Mlandizi hadi Chalinze ni kuweka expressway ambayo itakuwa ni njia 4, lakini kuanzia Mlandizi kwenda Segera, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulishafanya usanifu ili kuweza kuongeza upana wa hiyo barabara na kuweza kwenda na upana wa barabara ambazo sasa hivi zinajengwa. Tunatambua ni barabara ambayo imejengwa muda mrefu na kwa kweli ni finyu, hasa kulingana na kazi kubwa ambayo imefanyika kuipanua bandari ya Tanga na kuongeza mizigo na kufanya magari yawe mengi. Kwa hiyo tuko na mpango wa kuweza kuipanua hiyo barabara. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunakushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Sasa namuita Mheshimiwa Edbil Kazala Kinyi.